Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 inasema tumeketishwa katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 inasema Yesu ameketi mbinguni. Kwa kama tumeketi pamoja naye, ina maana tumeketi mbinguni. Lakini Ebrania hiyo hiyo sura ya 12 mstari wa 20 na kuanzia mstari wa 22 mpaka 24 inazungumzia tayari tumeshaufikiria mlima Yerusalemu ya mbinguni, majeshi 1000 na kitu. Wakolosai inazungumza kwamba wenyeji wetu sasa ni wa mbinguni. Hapa inazungumzia kwenye Wakorinto, kwenye Timotheo kwamba mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, naye ni Yesu Kristo. Petro sura ya kwanza sura ya 2 mstari wa 24 inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwenye Yohana 1:29 anaposema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, alichukua katika mwili wake akaenda naye juu ya msalaba. Kwa hivyo pigiliwa hapa akatangaza imekwisha. Kwa hiyo unapoamini ina maana umepita mautini umeingia uzimani. Umehamishwa katika ufalme wa giza, umeingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo unatakiwa ujigundue huko hapa. Hapa sasa ndo yeye ni kichwa, wewe ni sehemu ya mwili wake. Yeye ni shina la mzabibu, wewe ni sehemu ya matawi yake. Shina likiwa takatifu na matawi naye. Umeungwa na Bwana, umekuwa roho moja naye. Kama yeye alivyo, ndivyo ulivyo na wewe ulimwenguni humu. Umeshiriki damu na nyama na alishiriki hayo haya. Yeye haoni haya kukuita ndugu yake kwa sababu hakutoa mfano wa malaika, alitoa mfano wa Ibrahim ili afananishwe na wewe kwa kila kitu. Naye ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wa damu mmoja na yeye. Haleluya. Kwa hiyo wewe umeanguka pale tu unapojitambua wewe uko tofauti na Mungu, wao ndio umeanguka. Kuamka ni pale tu umejitambua Mungu na wewe hamna tofauti, maana wewe ni sehemu ya kiungo cha maumbile yake.